Hujambo na karibu katika mkanda mwingine ambao utaangalia mambo ya kipekee sana yanayohusu nyakati zetu za mwisho. Na jina langu ni James Njiru Mtegi, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika mkanda wa leo, katika somo la leo. Tuombe. Tunakushukuru Mola wetu na muumbaji wa mbingu na nchi kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa. Tunapoenda kusoma hatua 7 za kumaliza gonjwa la corona, tunaomba uwe mwalimu wetu. Ni katika Kristo, amen. Leo tutajadili mada ya kimsingi sana inayozungumzia kuhusu gonjwa na janga la corona. Ulimwengu umetaabika sana kutokana na janga hili la corona. Wengi wamekuwa na maswali chungu nzima kuhusu janga hili, lakini maswali hayakupata jibu mahali popote. Lakini leo nataka kuleta majibu kutoka kwa neno takatifu la Mwenyezi Mungu. Tutazungumzia hatua 7 za kuzingatia ili kuweza kumaliza corona kabisa. Hatua 7 za kuzingatia ili kumaliza corona kabisa. Mpendwa mtazamaji, nataka uweze kufahamu hivi. Katika maisha ya mwanadamu, yapo majukumu muhimu ambayo mwanadamu anayazingatia. Mojawapo ya majukumu ya muhimu katika maisha ya kibinadamu ni jukumu la ulezi. Na katika ulezi, yapo mambo ambayo yanafundishwa mtoto anapokuwa mtoto mdogo. Mojawapo ya mafundisho yanayofundishwa mtoto ni kama vile kumfundisha kwamba unapofanya jambo zuri katika utotoni, basi utapokea mambo mazuri katika hali yako ya utu uzima. Na kwa sababu hii, kauli hii imekuwa ikisaidia sana walezi kwamba anapojenga msingi mzuri katika ulezi wa mtoto, basi anao matumaini kwamba mtoto huyu bila shaka ataibuka kuwa mtu maarufu, mtu mzuri, mtu ambaye atakuwa ni wa faida katika jamii ya baadaye. Na kauli hii, mpendwa, nataka kukwambia si kauli ya kibinadamu. Ni kauli inayotokana na neno la Mungu. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia 6:7 ya kwamba usidanganyike, Mungu adhihakiwi, maana atakachokipanda mtu ndicho atakachokivuna. Kwa sababu hii tumegundua kwamba kumbe dhana ama fundisho la kupanda na kuvuna halitokani na mwanadamu. Ndiposa kile anachokipanda mtu leo ndiyo mavuno yake ya kesho. Na ndipo utagundua kwamba wanadamu wanafanya mambo mengi mabaya na badala yake wanapokea mambo mengine tena mabaya katika maisha yao ya baadaye. Na wanadamu wanafanya mambo machache mno mazuri, lakini wakajaza mioyo yao matumaini ya kupokea mazuri, lakini kinyume chake wanapokea mambo mabaya katika maisha yao ya baadaye. Pasipo kujua ni kwa nini, wanalaumu na kukashifu, lakini wanasahau kwamba yapo mambo ambayo waliyafanya ambao ni sawa na mbegu walioipanda, na sasa imekomaa, wanapokea mavuno yake. Mtu anaweza kujiuliza, mimi kweli nilikuwa mtu mbaya nilipokuwa sijawa Mkristo. Je, nitapokea malipo ya ubaya wangu hata ninapompokea Kristo? Ndiyo. Kwa sababu gani? Hii ni mbegu uliyopanda. Kuna yale ambayo ni ya msingi ya kuzingatia. Kwa mfano, binti anapopata ujauzito nje ya ndoa, anapompokea Kristo, licha ya kwamba amepokea ujauzito, lazima atajifungua. Kupokea Kristo hakuwezi kumaliza ujauzito. Kupokea Kristo kunaweza kumsaidia kupata matunda ama kupata malipo ya uzima wa milele. Lakini kufanya zinaa na kupokea ugonjwa ama kupokea ujauzito, basi lazima utapokea mavuno yake. Na papo mavuno yake ni kujifungua mtoto. Kwa sababu hiyo, anachokipanda mtu ndicho anachokivuna. Mara nyingi katika dunia ya sasa, watu wanapokumbwa na majanga na kupatikana na changamoto za maisha, hawajai kupenda kujihusisha wao wenyewe na janga hilo ama changamoto hiyo. Hakuna mwanadamu yuko tayari kuhusishwa katika changamoto ama janga lolote.
ila kila mmoja anaangalia kana kwamba ni jambo lisilo la kufaa, ama ni jambo ambalo halimuhusu yeye, ama hahusiki kwa sehemu moja au nyingine. Lakini mpendwa, nataka uelewe kwamba jambo lolote linalotokea katika dunia, sisi kama wanadamu tunahusika kwa sehemu moja au nyingine. Kwa mfano, katika janga hili la corona, wengi wanashangaa kwa nini itokee? Mimi nimehusika wapi? Ni kwa mambo gani ambayo anaweza fanya jambo hili likawa limetokea katika dunia sasa? Mpendwa, nataka uandamane nami katika kitabu cha Biblia, kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili 21 ndicho kisa kitakachotupa mfano wa kuzingatia na mfano wa kuiga katika majanga yanapotokea na katika mambo yanapokuja katika ulimwengu, ili kuweza kujifunza jinsi ya kumaliza janga linapofikia ulimwengu, linapofikia jamii. Janga linamalizwa kwa kupitia kile ambacho Mungu ameweza kutamka katika neno lake takatifu. Kisa hiki kinasema hivi, mstari wake wa kwanza: kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3 mwaka kwa mwaka, naye Daudi akatafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua Wagibioni. Ndipo mfalme akawaita Wagibioni akawaambia, basi Wagibioni si wana wa Israeli, ila ni wa masalio ya Waamori. Wana wa Israeli walikaa wamewaapia, walikusamani, na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia, lakini Sauli akatafuta kuwaua katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Biblia inasema kwamba kulitokea janga katika taifa la Israeli, na tunapochukua mfano kama huu wa kitabu cha Biblia ambapo ulitokea miaka ya zamani, ndipo tutaweza kupata njia za kuweza kukabiliana na janga. Na ndiposa Biblia inasema ilipotokea janga, mfalme kitu cha kwanza alichokifanya ni kutafuta Bwana. Kwa hivyo wapendwa, ipo sababu kubwa ya kumtafuta Bwana katika janga hili. Ipo sababu ya viongozi wa dunia kutangaza siku ya kumtafuta Bwana. Iko sababu ya wewe binafsi na familia na jamii kwa jumla kumtafuta Bwana na kutafuta uso wa Bwana na kuuliza ni kwa sababu gani janga hili likatokea. Ndipo tunaona kwamba Daudi alipomwendea Bwana na kumuuliza Mungu sababu, Mungu alimpa sababu. Akamwambia ni kwa sababu ya Sauli na nyumba yake. Sababu ya Sauli na nyumba yake ni kwamba alikuwa amemwaga damu ya Wagibioni. Na Wagibioni alikuwa wameapiwa na Israeli kwamba hawatauawa. Na kwa sababu hii Sauli akikeuka ahadi waliowaapia Wagibioni na akawaua. Kwa hivyo Mungu akaamua kulipiza kwa sababu ya wanyonge. Utaniuliza Wagibioni ni akina nani? Kisoma kitabu cha Yoshua 9 mstari wa 3 kuendelea, utaona kwamba Wagibioni walikuwa ni wakaaji katika Kanaani. Lakini waliposikia habari za Israeli wanavyokuja na kuiteka miji na kumaliza watu, basi wakaamua kufanya kwa hila. Biblia inasema walifanya kwa hila ama kwa ujanja. Wakaingia na kuwalaki Waisraeli na kujifanya kana kwamba wametoka nchi za mbali sana. Wakavaa nguo za kuraruka, wakavaa viatu vya kupasuka na kuraruka, wakabeba mikate iliyokauka kana kwamba wametoka safari ya mbali, na kuja mbele za Joshua na kumwambia, tunaomba utuapie, maana sisi tunatoka mbali. Utuapie kwamba hamtatuua, lakini sisi tutakaa miongoni mwenu kama watumishi wenu. Na kwa sababu ya ushahidi wa mavazi na vyakula walivyobeba, Joshua akaamini hata pasipo kuuliza Mungu. Akaamini kwa ushahidi wa nguo na mavazi, na akaweza kuwaapia kwamba hamtauawa, bali mtakaa miongoni mwetu kama watumishi. Biblia inasema kwamba hii ahadi Mungu aliweza kuishikilia sana na akaweza kuidhamini sana. Utauliza swali, kwa nini Mungu akaidhamini ili hali walisema ahadi hii ama walienda kwa Israeli kwa njia ya hila? Kwa nini Mungu akakubali kwamba iwe ya kweli na akubali kuwalipizia
ijapokuwa wao walienda kama wadanganyifu. Nitakwambia sababu tunapoendelea kumaliza. Kwa sababu Mungu anaheshimu ahadi. Mungu anaheshimu nadhiri. Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri kwamba unapoitoa nadhiri huwe wa kuitimiza. Na ikiwa unajua huwezi kuitimiza nadhiri, basi ni bora usitoe. Nikuulize mpendwa, ni nadhiri ngapi umeweka? Ni mambo mangapi, ni watu wangapi umeahidi vitu na hujawapatia? Ni mambo mangapi umeahidi kufanya na hujatimiza? Haya ni mambo ambayo tumeyafanya na ni sisi wenyewe tunahusika. Tumeweka nadhiri chungu nzima na hatujaweza kuzitimiza. Mungu anasema ni kwa sababu ya Sauli. Sauli alivunja nadhiri ambayo mliweka kwamba hamtawaua Wagibioni, na sasa yeye amewaua. Mungu anaheshimu nadhiri. Na kwa hivyo mpendo, unapoweka nadhiri uwe mwepesi wa kuitimiza. Hatua ya kwanza kwa hivyo ni kumtafuta Bwana. Na kumtafuta Bwana kunahusisha kwamba kila mtu duniani kote aweze kuwa na muda wa kumtafuta Bwana. Tuwe na siku maalum, tuwe na wakati mzuri kama taifa, kama dunia, kama kabila, kama jamaa, kama mtaa, kama familia, kumtafuta Bwana kwa sehemu yako, kwa kiwango chako, kwa viwango ambavyo umefanya wewe mwenyewe. Huenda umekuwa na mchango fulani katika janga hili, na kwa sababu hiyo lazima kila mmoja aweze kujitafuta na kutafuta chanzo na kumuuliza Bwana ni kwa sababu gani. Hatua ya pili ni kuomba msamaha, kwa sababu msamaha ndio unaleta utakaso. Daudi anapoenda kwa Bwana, haendi kwa Bwana ili kujua sababu tu, lakini anaenda kwa Bwana ili kuleta msamaha katika taifa la Israeli, ili taifa lisiweze kupata janga tena. Na kwa sababu hiyo tunaona kwamba ili kuweza kumaliza korona kabisa, hatua ya kwanza kumtafuta Bwana. Hatua ya pili kuomba msamaha kwa Bwana. Hatua ya tatu ni kutafuta kurudisha uhusiano. Biblia inasema katika fungu lake la 3, ndipo Daudi akawaita hao Wagibioni. Akawaita, akasema ndiyo walikosewa. Tumeuliza Bwana, ametuambia ni Sauli. Tumeomba msamaha kwa sababu ya taifa kwamba Wagibioni waliuawa, lakini bado haitoshi. Ni lazima kurudisha uhusiano. Ni lazima kuleta mapatano, reconciliation, kwamba kila aliyekosewa haweze kupata haki yake, haweze kuwa na uhusiano tena mzuri. Daudi akaenda tena kwa Wagibioni akawauliza swali, je, ni kitu gani ningependa niwafanyie ili tuweze kumaliza janga hili kabisa, ili jambo hili liweze kukamilika na kuwa limetakasika? Kwa hivyo akawa ameenda kwa Bwana ili kuuliza, na alipojua kwa Bwana pia akaenda kwa Wagibioni wenyewe ili kuleta upatanisho. Upatanisho una muhimu sana katika janga hili, ili kuweza kutimiza ahadi za Mungu. Lazima kurudisha tena uhusiano bora katika wale ambao tunaishi katika dunia sasa. Kuna mambo mengi ambayo tumewakosea watu katika mahusiano ya kijamii, katika mahusiano ya kikazi, katika mahusiano mbalimbali. Watu wamevunja mahusiano. Watu wamevunja mahusiano mpaka na Mungu. Kuna watu ambao hawajakuwa kienda kanisani kabisa, na hata wanapoenda kanisani kabisa wanaenda wakiwa na malengo yao fiche. Wengine wanaenda ili kuonyesha mavazi yao, wengine wanaenda ili kutafuta wake, wengine wanaenda ili kutafuta pesa, wengine wanaenda kanisani kwa sababu anapata malipo, wengine wanaenda kanisani kwa sababu hana jambo la kufanya. Na kwa sababu hii mambo haya yote yamevunja mahusiano. Lazima tutafute tena mahusiano. Turudi kwa Mungu kwa kuleta mahusiano kati yetu na Mungu na kati yetu na wale ambao tumewakosea. Pia yako mahusiano ambayo umevunjika kwa sababu ya tabia ambazo hazikufaa. Mahusiano mabaya sana, mambo ambayo yamefanyika ambayo yamevunja mahusiano yetu na Mungu. Yako mahusiano ya ndoa ambayo yamevunjika kwa misingi ya kutatanisha. Wengine walipatikana katika uzinifu, mahusiano ya ndoa yakavunjika. Lazima turudishe mahusiano yetu mpendwa. Lazima tuweze kurudi katika mahusiano yaliyo sahihi, mahusiano ambayo yanakubalika na Mungu. Kuna wengi waliweza kwenda na kuharibu mahusiano yao kwa sababu ya mambo yao ya kibinafsi, lakini lazima tuweze kurudisha mahusiano yetu kwa Mungu. Pendwa,
lazima tuweze kuzingatia hivi. Kwa hivyo hatua ya kwanza kumtafuta Bwana, hatua ya pili kuomba msamaha, hatua ya tatu kurudisha mahusiano. Hatua ya nne katika msururu wa mafundisho haya ni kutaka mahusiano pasipo kusukumwa na kutaka fedha. Kutaka kurudisha mahusiano yetu ima na Mungu ama na wanadamu wenzetu, lakini pasipo msukumo wowote wa kifedha. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba wapo wengi leo wanazungumzia mahusiano na wangependa sana kurudisha uhusiano wao vizuri, sio kwa sababu ya kutambua dhambi walioifanya, lakini ni kwa sababu ya kutaka biashara zao zisifunge, ili wasipoteze pesa mingi, ili wasiweze kufunga kampuni zao, ili wasiweze kupoteza pesa walizowekeza katika mashirika ya uwekezaji. Kwa hivyo wengi wanaenda kwa maombi, wengi wanaenda katika kufunga, wengi wanatafuta uhusiano na Mungu, sio kwa sababu ya kumpenda Mungu sana, sio kwa sababu ya kupenda wenzao sana, ni kwa sababu wanapenda fedha, wanapenda pesa yao, wanapenda kampuni zao ziendelee, wanapenda wao ni watu wa kutajika, wanapenda wao ni watu maarufu. Maanake ukiangalia kama sasa kazi zote zimefungwa, hata wachezaji wa mpira kazi zimefungwa, wale walikuwa maarufu sana kazi hiyo imefungwa, wale waigizaji kazi zimefungwa. Hakuwezi kuwa na kumbi za kuigiza tena kwa sababu watu hawatakani mahali pamoja wengi. Kwa hivyo watu wanaomba sana usiku na mchana, si kwa sababu kuondolewa kwa dhambi, si kwa sababu waweze kurudisha uhusiano wao na Mungu, lakini wengi wanaomba sana ili korona ipite, warudi katika shughuli zao za kila siku. Pendwa, ikiwa uhusiano wetu na Mungu utasukumwa na fedha, basi uhusiano huu utakuwa si bora, na Mungu hangependa jambo hili. Kwa hivyo ikiwa tungependa kuiondoa korona kabisa, hatua ya 4 ni kuleta mahusiano yasiyosukumwa na fedha. Nataka nikusomee kitabu cha Timotheo wa kwanza 6. Timotheo wa kwanza 6, kunao jambo maandiko yanasema pale. Maandiko yanasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 10 inasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Kwa kwamba ikiwa msukumo wetu utakuwa ni wa fedha, hata tunaweza kufarakana na imani, tunaweza kuiacha imani, tunaweza kufanyia watu wengine mambo mabaya. Na kwa sababu hii lazima msukumo wetu usiwe ni wa fedha, tutafute uhusiano wa Mungu kikamilifu, tuweze kurudisha hali zetu za kawaida kama jinsi Mungu anavyokusudia. Wapendwa, hatua ya 5 katika msururu wa hatua 7 za kumaliza gonjwa hili ni kutafuta kulipa kila nadhiri. Lazima tulipe nadhiri tulizoweka. Nataka nikwambie swali ambalo tulijiuliza pale mwanzo. Mungu aliheshimu sana nadhiri ya Yoshua kwamba Wagibioni hawatauawa, na ndipo wanapouawa anakuja kuwalipizia kisasi na kuwafanyia kwamba wao watalipiwa kwa sababu ni wanyonge. Akaleta njaa kwa miaka 3 katika Israeli. Lakini swali tukajiuliza, kwa nini Mungu akaweza kuadhibu ili hali wao Wagibioni walienda kwa Israeli ama kwa Yoshua wakiwa na uongo, walienda kwa hila, kwa udanganyifu? Nataka nikwambie hivi, walisema sisi tutakuwa watumishi wenu. Ukisoma kitabu cha Yoshua utagundua kwamba Wagibioni walibaki watumishi wa Israeli siku zote. Hakuna aliyeendelea, walibaki ni watu wa kuchota maji na watu wa kupasua kuni. Na leo tunaona hadhari hizi za matunda yaliyopandwa miaka iliyopita, miaka ya nyuma kabisa, hadhari hizi ambazo zililetwa na Wagibioni. Mpaka wa leo kunao vijana wetu hawana kazi nyingine isipokuwa kuchota maji au kupasua kuni. Ni mambo ambayo ni ya kusikitisha. Sio usimchukie anayefanya kazi hii, lakini ni kwa sababu ya matokeo ya kile ambacho kilichopandwa miaka ya nyuma ndipo kinavunwa siku ya leo. Maana anachokipanda mtu anakivuna. Kwa hivyo matokeo ya awali, kazi ambazo zimefanywa pengine na ukoo wetu, mababu zetu, wazee wetu wa kanisa, wachungaji wetu, yanaweza kuleta hadhari mbaya katika dunia sasa. Mpendwa, katika hali ya kulipa lazima tukubali
kuacha mambo na mitindo ambayo imekuwa katika dunia. Maana hii pekee ndio inaweza kulipa kila nadhiri ambayo tumeweka na tukakosa kuitimiza. Maana wengine tuliweka nadhiri tulipokuwa tukibatizwa, tukasema ndio tutafuatilia kanuni za afya, mambo ya kutoa zaka na sadaka, mambo ya kusaidia watu wengine, kuzingatia Biblia, kusoma, kuomba, mambo mengine ambayo tuliapa kwamba ni mambo tutazingatia katika maisha yetu ya Kristo. Lakini pindi maisha yalipobadilika, tukaanza kuwa mbali na nadhiri hizo, tukaanza kuwa mbali na mambo ambayo sisi wenyewe tulikiri na kusema tutazingatia. Pia kuna mienendo ambayo tuliahidi kuepukana nayo, lakini leo mienendo ya namna hii inapatikana miongoni mwa watu wa Mungu. Kwa mfano, tunasikia habari za ufisadi. Ufisadi unapopatikana katika dunia, ufisadi unapatikana katika makanisa. Tunasikia habari za uzinifu. Uzinifu unapopatikana duniani, uzinifu unapatikana ndani ya kanisa. Ni nani atakayeondoa dhambi hii? Ni mimi na wewe. Tumrudie Bwana na kurudi katika njia zetu na kukumbuka nadhiri tulizoziweka za kumsimamia Mungu na kusimama naye, na ambazo tayari tumekwisha kuzivunja, ili tuweze kuzitimiza na kuhakikisha kwamba nadhiri hizo zinasimama, ili kwamba Mungu hawe na radhi nasi. Kwa sababu hii itasaidia sana kuepuka majanga ya namna hii. Utagundua kwamba katika dunia sasa kuna watu wengi ambao wamedhulumiwa na mahusiano yakavunjwa katika hali ya kudhulumiwa. Kwa mfano, wakati wa siasa unapata kwamba wapinzani wanauana katika siasa. Unapata watu wengi wanapoteza maisha yao kwa njia tatanishi, kwa njia ambazo hazifai. Wanapoteza maisha yao, wanakufa, wanauawa kwa njia za asiri, na wengi wanapoteza maisha yao. Ni nani atakayelipa? Ni nani atakayelipia damu hii ambayo inamwagika pasipo hatia? Ni lazima Mungu ataruhusu janga litokee katika dunia. Ndipo utaona kwamba linapotokea sote tunakuwa na mshangao. Kwa nini litokee? Kwa nini watu wakufe wasio na hatia? Ni kwa sababu ya makosa ambayo tumekuwa tukishuhudia yakifanyika pasipo kuzungumza kitu na kuacha yakafanyika. Ndipo sasa adhabu inapokuja inatupata sote. Maana Waswahili wanasema mtego wa panya huwashika waliokuwemo na wasiokuwemo. Ndiposa adhabu inapokuja katika dunia inawapata waliokuwemo na wasiokuwemo, kwa sababu sote tumehusika kwa sehemu moja au nyingine. Uende ikawa hukuua, lakini ulitazama mtu akiua na hukusema lolote. Uende ikawa hukuiba, lakini ulikuwa shahidi wa mtu akiiba na ukamtetea kama shahidi wa kweli. Lakini mpendwa, nataka nikwambie kwamba ikiwa tungependa mambo haya yaishi, lazima tusimame imara na kuondoa kila nadhiri ambayo tumeweka. Wengine tumeahidi kutoa fedha za ujenzi, tumeahidi kutoa pesa za kufanya mambo makubwa makanisani kwetu, tumeahidi watu, ndugu zetu na dada zetu wasiojiweza, nitakusomesha, nitafanya, lakini inapofika kutekeleza jambo hili, wengi wamelikwepa na kulifanya kana kwamba haliwezekani. Na ukikumbuka kwamba ni nadhiri uliyoiweka, mambo haya na mengine mengi yanachangia pakubwa katika kupatikana na majanga ya namna hii. Kuna wengine pia tunawaona kwamba wanahusika katika tabia zisizofaa. Kwa mfano, katika kizazi cha leo, mataifa mengi yanakubali ndoa ya jinsia moja. Ama hivi inamaanisha kwamba mataifa mengi katika dunia yanakubali ndoa ya mume kwa mume kuoana, ndoa ya mke kwa mke kuoana. Haya ni mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Na kwa sababu hii, wanadamu wanaangalia, viongozi wanaangalia, hawasemi kitu, hawakosoi, hawasemi lolote. Na kwa sababu hii, na imefika mpaka makanisani, mpaka wachungaji wanaunganisha ndoa za jinsia moja. Basi mpendwa, lazima ulimwengu utasikia uchungu wa mavuno ya kile ambacho wanachokipanda. Ndipo unapoona majanga yanapotokea namna hii, yanaleta uchungu mwingi katika jamii, yanaleta huzuni nyingi katika jamii, kwa sababu ni matunda ya kile ambacho watu wamekipanda pasipo kujua na kwa kujua. Na kwa kutazama dhambi ikiendelea kunawiri, basi Mungu anaghadhabika na anaweza kuruhusu jambo lolote kutokea, ili kwamba watu waweze kumrudia na kuuliza, je, ni kwa sababu gani jambo hili linatokea? Tumesikia kwamba habari za wengi wanaolawiti mpaka watoto wadogo. Kuna jinsi watoto wa kisichana na kulawiti watoto wa kivulana. Viongozi wengine wa makanisa wanafanya vituko kama hivi, wanafanya uzinifu, wanachukua wake wa watu na kufanya mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Na mambo haya yakifunikwa
kwa fedha, yakifunikwa kwa ushahidi wa uongo, na inaendelea kufanyika katika dunia. Alafu tunakaa raha mstarehe tukitaraji kupokea mambo mazuri. Ndugu mpendwa, haiwezekani. Lazima tuweze kurudi katika njia ya sawa. Lazima tuweze kurudi katika njia ya Mungu, ili kwamba Mungu haweze kuliondoa janga hili, maana hakuna dawa nyingine, hakuna dawa nyingine. Ndiposa wanasayansi mpaka wa leo wanatangaza kwamba bado dawa haijapatikana, na hata inapopatikana wanasema ni chanjo tu, ambapo kwa wale wataalamu najua chanjo si dawa. Chanjo ni virusi vyenyewe kuwekwa katika mwili, ili mwili uweze kupata nguvu ya kukabiliana navyo tu. Kwa hivyo dawa hakuna. Na mpendwa, ikiwa utazingatia dawa hii ambayo nakuelezea leo, hii ndiyo dawa halisi ambayo utaweza kumaliza gonjwa hili kabisa. Maana tumepata hatua ya kwanza, kumwendea Mungu, kutafuta kwa Bwana kwa nini jambo hilo likatokea. Hatua ya pili ni kuomba msamaha na kutubu kwa niaba ya taifa na jamii. Hatua ya tatu ni kutafuta mahusiano ama kurudisha mahusiano tena. Na jambo la nne ni kurudisha mahusiano hayo, lakini pasipo msukumo wa fedha. Yaani tusisukumwe na fedha ili kurudisha hali zetu sawa. Jambo la tano ni kulipa kila nadhiri tuliyoweka, ikiwemo ni nadhiri ya kifedha ama ni nadhiri ya matendo yetu, mambo ambayo tuliahidi tutafanya na hatuyafanya, na yale tuliahidi hatutayafanya na tunayafanya. Basi hizo ni nadhiri, lazima tulipe, ndiposa Mungu aweze kuwa na radhi nasi. Alafu hatua ya sita. Hatua ya sita mpendwa, ni kukaa nyumbani. Kukaa nyumbani kunahusisha pia kuwa katika sehemu ambao umekubali mwenyewe kujitenga na watu wengi, kukaa mahali pa pekee na kuwa mbali na mtu kwa mtu, ili kwamba kuweza kutimiza njia zote za kuweza kupigana na janga hili. Na kwa sababu hii, ikiwa tutaweza kuzingatia mambo haya, basi Mungu wetu ni mwaminifu. Maana nasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kunitafuta uso, basi mimi na wanapoomba dua zao nitawasikia, nami nitawajibu, nitaiponya nchi yao. Kwa hivyo ikiwa sisi kama watu wa Mungu tutamtafuta Mungu uso na kutafuta kuomba msamaha na kujinyenyekeza mbele zake, basi Mungu ameahidi kwamba atatusikia na atatujibu katika kile tunachomwomba. Kwa hivyo tuzingatie sana. Sasa tumetoka katika hatua ya sita ambayo ni kukaa nyumbani. Haya ni maelekezo yanayotokana na matabibu. Utaniuliza kwa nini? Kwa sababu tabibu anatoa hekima na ujuzi anaoufundisha kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo lazima tuzingatie maelekezo ya tabibu. Kwa hivyo kaa nyumbani mpendwa, na uepukane na maeneo yaliyo na watu wengi, na pia uzingatie mambo ambayo yanaelezewa na madaktari. Hatua ya saba na ya mwisho ni kuzingatia sana kuosha mikono. Kuwa na usafi wa mkono, usafi unapochemua, unapokohoa, jinsi ya kufunika mdomo wako na barakoa, jinsi ya kusafisha mikono yako, haswa sana ukizingatia sabuni ya mikono, na jinsi ya kuweza kutumia zile zinaitwa wipes, na ambazo ni vitambaa zilizo na kemikali inayoweza kutakasa mikono yako sehemu zote na kuweza kusafisha kila sehemu ili kusudi uweze kuwa salama. Pia kuepuka kushikashika sehemu za uso baada ya kushika sehemu ambayo hauna uhakika nayo, ili kwamba uweze kuepuka jambo hili. Pia kujizuia sana kutofanya mambo ambayo yanaweza kuambukiza na mwingine. Kwa hivyo tunahakikisha mazingira yetu masafi, milango yetu, sehemu zetu za meza tunazitakasa kila wakati, ili kusudi kuepuka janga hili. Mpendwa, tukizingatia mambo haya na tudumu katika maombi, tukikumbuka kwamba Mungu hakuna jambo linalomshinda, hakuna jambo ambalo hajatoa suluhisho. Maana anasema kwamba yeye ni Alfa na Omega. Corona haijampata Mungu kwa ghafla ama kwa bahati mbaya kwamba hajui. Hata kama wanadamu watasema imetengenezwa na wanadamu ni sawa, lakini hekima wanaotengeneza nayo inatoka kwa Mungu. Kwa hivyo hakuna jambo linampata Mungu pasipo yeye kujua. Kwa hivyo kila jambo linalotokea katika dunia hii Mungu ana suluhisho. Na ndiposa katika maandiko matakatifu Mungu ametupa suluhisho. Na mpendwa, na kuhusihi kwa huruma zake Mwenyezi Mungu, tutakapozingatia hatua hizi saba, ni hatua muhimu sana, na utakubaliana nami kwamba gonjwa hili la corona litatoweka kabisa. Mungu akusaidie, Mungu akujalie ili kwamba
uweze kuwa ni mtu mwenye kuzingatia, na uwe kwamba ni mtu ambaye utakuwa ni mwepesi wa kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu siku zote. Usiwe mtu msahaulifu katika nadhiri ulizoziweka. Usiwe mtu msahaulifu katika yale mambo unayoyafanya, kwamba unafanya mengi mabaya ukitarajia mazuri kwa malipo, na ukifanya machache mazuri ukitarajia mengi mazuri kwa malipo. Pendwa, ikiwa tungependa kuvuna mema, lazima tupande mema. Mungu aweze kukubariki.